Mpendwa mtazamaji wa Boke Mkatoliki, karibu tena kwenye nafasi nyingine ya mafundisho juu ya nguvu ya sadaka ya misa takatifu. Hapa nitatoa ushuhuda. Nguvu ya misa takatifu inavyoweza kuponya hasa wale ambao mimba zinaharibika mara kwa mara. Nitatoa ushuhuda. Mwaka jana mwezi wa kwanza 2025 nilikuwa na semina Jimbo Katoliki la Arusha, parokia fulani. Kuna mama mmoja alinifuata na akaniambia nimeolewa na huu ni mwaka wangu wa 6 kwenye ndoa, lakini unavyoniona hivi nina uwezo wa kupata mimba, lakini kila ninapopata mimba hizo mimba zinatoka. Hii ni mimba ya 7. Na akaniambia hivi majuzi tu imetoka kutoka. Akaniambia kila ninapopata ujauzito, mimba yangu ikifika ya miezi 5, huwa nikilala ninaota ndoto, na nikiota ndoto ninaona mtu anakuja kunitoa, kuninyang'anya mtoto tumboni. Yani yule mtu anakuwa na mvuta, na ile sura ya yule mtu naijua, sitamtaja jina kwa heshima na faragha za watu. Yule mtu kwenye ndoto namuona kabisa, anakuja anavuta mtoto wangu na tunapambana sana hapo akiwa kwenye ndoto. Akiamka anakuta mimba imetoka. Kwa hiyo kwa muda mrefu sana hiyo hali ikimtokea, na amepata mimba zaidi ya 7 zikiwa zinatoka kwa mazingira hayo hayo. Kwa hiyo nilivyokuwa na tafakari, nawezaje nikamsaidia huyu mama, ukilinganisha kwamba ana hofu kubwa na ndoa yake, ana hofu pia na afya yake, kwa sababu ilifika mahala daktari akamwambia kama utaendelea hivi, chagua moja, kufunga uzazi au walau utapata shida siku za usoni. Kwa hiyo akitazama mume wake, akitazama mapito anayopita, akitazama hali aliyonayo, akijumlisha na maelekezo ya daktari, alikuwa amekata tamaa kabisa. Huyu mama, mimi kama Mkatoliki, mahali pekee ambako ninaamini pana nguvu, pana neema, pana uponyaji ni kwa Yesu Ekaristi na kwa sadaka ya misa takatifu. Nataka niwape ushuhuda wa misa takatifu ilivyomponya huyu mama aliyekuwa anapata mimba na zinaharibika. Na inawezekana pia na wewe unajikuta unapitia hali kama hiyo, au ni rafiki yako au ni mtoto wako, kila akipata ujauzito unatoka na unatamani umsaidie. Na inawezekana umejaribu sehemu nyingi sana, umeenda mpaka huko kwingine, lakini bado hali iko vile vile. Nguvu ya sadaka ya misa takatifu inavyoweza kufanya kazi, ndicho ambacho nataka kukuambia. Huyu mama baada ya kumsikiliza kwa muda mrefu na kumpa matumaini, nilimwambia kuanzia sasa
ukipata mimba niambie. Kwa alipopata ujauzito mwingine tena akaniambia, akanipigia simu akaniambia, mwalimu, nimepata ujauzito. Kamuuliza, umepima na umethibitisha ni wenyewe? Ambia ndio, nimeenda kwa daktari ameniambia nimepata ujauzito. Kwa hiyo nilichomwambia, nikamwambia sawa, ninaomba sasa ujipange vizuri, uandae sadaka. Alafu kisha andaa sadaka uniambie. Kwa alivyoandaa sadaka akaniambia, tayari mwalimu, nimeandaa sadaka. Nikamwambia sasa, ninaomba umtafute padre, na utakapoenda kwa padre mwambie kwamba nimeleta sadaka hii ni kwa ajili ya ujauzito niliyobeba, na umwambie kabisa kwamba nimepata ujauzito zaidi ya 7 unatoka. Kwa hiyo nimekuja kumwambia Mungu kwamba huu ujauzito uwe wa mwisho kwangu kutoka. Nitapata ujauzito mwingine lakini hautatoka ukiwemo na huu nilioupata. Kwa hiyo andaa hiyo sadaka, nenda padre aibariki hiyo mimba. Kwa hiyo akaenda akabariki ile mimba. Padre akampa baraka na akatoa sadaka yake. Kutokea pale tena nikamwambia, ninaomba kila adhimisho la ibada ya misa takatifu utakalo shiriki mahali popote wakati wowote, nia yako ya kwanza utakapokuwa unaingia kwenye sadaka ya misa takatifu, ujue kwamba hautakuwa unaingia peke yako. Utakuwa unaingia na mtoto wako aliyepo tumboni, kwa sababu anasikia. Kwa hiyo kila sadaka ya misa takatifu utakayokuwa unaenda, wewe unatoa sadaka ya kwako na ya mtoto wako, na wewe unamwambia, unamwongelesha mtoto wako kwamba, mwanangu, sasa tunaenda kushiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu. Mwanangu, sasa tuende kanisani. Mwanangu, sasa tuende kuabudu Yesu Ekaristi. Mwanangu, sasa umefika wakati wa mageuzo. Kwa hiyo huyu mama alikuwa na sadaka ya kwake, alikuwa na sadaka ya mtoto wake aliye tumboni. Kwa hiyo akitoa hiyo sadaka, anatoa na sadaka ya mtoto wake aliye tumboni. Na kila alipokuwa akifika kwenye mageuzo, nilimwambia, ukifika kwenye mageuzo umwambie mtoto wako kwamba, mwanangu, hautatoka kwenye tumbo langu kabla ya muda wako. Na hiyo ndiyo sala aliyokuwa nayo huyu mama. Kila alipokuwa anashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, alikuwa anamwambia, mwanangu, ninakupenda, muda wako ambao Mungu amepanga utakapofika ndipo utakapotoka. Hautatoka kabla ya muda wako. Kwa hiyo kila alipokuwa akishiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, alikuwa anamwambia yule mtoto wake hivyo. Nataka kuzungumza na mama mjamzito. Unapoenda kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu, usiende peke yako. Wewe unamwambia na mtoto wako aliye tumboni kwamba, mwanangu, sasa tunaenda kushiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu. Unapoenda kusali, nenda usali naye. Unapofika hata wakati wa mageuzo, mwambie pia mwanao kwamba huu sasa ni wakati ambao Mungu ana vipaji vya kibinadamu vinageuka kutoka kwenye hali ya kibinadamu kuwa Mungu mwenyewe, kuwa damu, kuwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu mama alifanya hivyo kwa muda wote, na ule muda wa miezi 5 ulipofika, alianza kupatwa na wasiwasi, lakini alisimama imara. Na hali fulani ilitokea muda ule ule ambapo mimba zilikuwa zikiharibika. Inawezekana ilikuwa inachangiwa na hofu, lakini inawezekana pia ilikuwa inatokana na ile vita ambayo alikuwa anapata. Wakati mwingine shetani huwa anaharibu vizazi vya watu kupitia mimba kuharibika. Wachawi wapo, waganga wapo, watu wanaroga usiku na mchana. Usipokuwa karibu na Mungu, unaweza ukatembea huku na huku usipate chochote kitu. Lakini kupitia hii sadaka ya misa takatifu, huyu mama kila alipokuwa kisali, anamwambia, mwanangu, hautatoka tumboni kabla ya muda wako. Mwanangu, alikuwa anamtolea na sadaka kwamba, na sadaka hii umetoa wewe mwanangu, na hii ni ya kwangu. Na kama mama najua namna anavyoweza kumwombea na nini. Mama akamsaidia. Tunavyozungumza hivi, yule mama amejifungua watoto 2 mapacha wa kiume, na Mungu amembarikia. Una changamoto yote unayopitia kwenye maisha, hiyo changamoto unayopitia, kila
Kila unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, hakikisha hiyo changamoto unaitamka na unaisemesha. Kama ni ugumu wa kupata kazi, kama ni ugumu wa mauzo kwenye biashara, kama ni ugonjwa, kama ni maumivu, unapofika kwenye sadaka ya misa takatifu, zungumza. Hali yoyote unayopitia kwenye maisha, unapokuwa unashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, hiyo hali isemeshe, izungumzishe, iambie, utaona matokeo. Tumsifu Yesu Kristo.